Viongozi wa kisiasa eneo la Pwani wamewataka wenyeji kujitenga na miungano ya upinzani inayodaiwa kuendelezwa kikabila ili kuendelea kufaidika na serikali yake Rais William Ruto baada ya uchaguzi wa mwaka ujao. Waziri wa michezo Salim Mvurya anasema eneo la Pwani halitajihusisha na vita vya Mlima Kenya katika siasa za taifa, kidai Rigathi Gachagua anaendeleza siasa za ukabila na kuwagawanya Wakenya kimaeneo. Akizungumza katika shule ya upili ya wavulana ya Kwale High, Mvurya amesema maendeleo ya miundo msingi katika kaunti 6 za Pwani ya takriban bilioni 340 zinasaidia mwenyeji wa Pwani. Wako wengine wanabobea kwa ukabila, wako wengine wanabobea kuwagawanya watu. Sisi vita yetu kubwa ni kuhakikisha tumepigana na hali ya umaskini. Sisi vita yetu kubwa tuimarishe elimu, tuimarishe maendeleo, tuhakikishe watoto wetu wamepata ajira. Hiyo ndio vita yetu. Ile ya wengine ni vita yao. Kama hawakuweza kulinda viti vyao, kama hawakuweza kufanya kazi ya kuonekana, wasituweke kwa vita ambayo haituhusu. Kwa sababu vita ambayo haituhusu haina faida. Hawana mpango, hawana sera, hawana track record. Tumeweka mikakati. Watu wa vitambulisho wako nyanjani saa hii. Watu wa kura wako nyanjani. Tunataka sauti yetu kama Wapwani isikike kwa kupitia kuwa na wingi wa kura zetu. Tuaminini sisi yale tunayaona kule. Tafadhalini tukiwaambia maneno fanyeni hayo. Kateni kura, kateni vitambulisho, kwa sababu ile inakuja. Tunataka tukae kwa meza tu negotiate. Kama ametushika mkono leo hii, watoto wengine ndio wanaanza, wengine mwaka ujao wataingia. Tunataka hii shule iendelee kuwa shule ya kitaifa, lakini itaendelea zaidi wakati sisi tumeunga mkono the right leadership.